Kwa kweli nimefurahishwa na kila kitu, kuanzia maandalizi. Rest amefanya kazi kubwa sana, lakini mwamko wa watu na jinsi ambavyo watu wamejitokeza kwa wingi, watu wamependeza, watu wana furaha. Kila kitu kilichokuwa kinaendelea hapa ni kitu ambacho kinafurahisha sana. Inadaiwa au inasemekana kwamba hili inawezekana ikawa ni tukio la kwanza kwa mwanamuziki au mwimbaji wa nyimbo za Injili kufanyiwa kwa kupewa gari, tena kwa wiki moja tu ambayo watu waliamua kuchangishana mitandaoni na ikatokea tukio kama hili. Hili linatufunza kitu gani? Linatufunza kwamba Mungu anatuwazia yaliyo mema, na tukimtumikia Mungu kwa uaminifu, Mungu huwa anatulipa. Kwa hiyo wale ambao wamekuwa kwenye utumishi kama ambavyo Upendo Nkone amekuwa kwenye utumishi kwa muda mrefu, na tumeona leo Mungu akimthawabu waziwazi, dunia nzima ikiona. Watu zaidi ya 5,000 walikuwa wanafuatilia kwa njia ya mtandao, na watu waliojitokeza hapa ni wengi sana. Kwa hiyo hii tutie moyo sote kumtumikia Mungu kwa uaminifu na kutenda yale yaliyo mema kwa wakati tusiotarajia. Mungu atatulipa na Mungu atatupa thawabu. Waandaaji wanasema kwamba tukio hili walitarget watu 600 tu, lakini na muda waliopanga walikuwa ni saa 11 jioni ndio litakuwa linaanza, lakini watu mbalimbali wanaanza kujitokeza kuanzia saa 4 asubuhi, na tayari ndani pakawa pamejaa. Kuna watu zaidi ya 2,000 na wengine wamerudi majumbani. Kwako unaona ni tukio la namna gani kwenye Injili? Hili ni tukio kubwa na huu ni mwanzo wa kitu kizuri, na ninamtia moyo mbeba maono wa tukio hili ambaye ni Rest Bura aendelee kufanya kila mwaka. Kuna watu wengi pia ambao wanafanya kazi nzuri kama Upendo Nkone, waendelee pia kupata nafasi hizi za kusherekewa, kushangiliwa, kupewa zawadi. Iendelee kuwatia moyo kuendelea kufanya kile kitu ambacho ni kizuri na kile kitu ambacho kina impact kwa jamii. Tunapoona vipawa, tunapoona vipaji, tuvitie moyo, tuviinue na tuendelee kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Mara ya kwanza wakati wanakupa mwaliko, ulipopokea na ulichokuwa unakifikiria kwenye kichwa chako, na baada ya kufika hapa mabadiliko yalikuwa wapi? Kwanza mimi sikusubiri nipewe mwaliko. Nilipoona tu wanachanga mtandao na mimi nilichanga, kwa sababu mimi napenda vitu vizuri, lakini napenda kuwasherekea wengine. Wengine wanaposherekewa, wanapofanya vitu vizuri, wanaposhangiliwa, na mimi nasikia vizuri kuwa sehemu ya kuwashangilia wale wanaofanya vizuri. Kwa hiyo mimi sikuwa nasubiri mwaliko. Nilipoona tu tangazo mtandaoni kwamba tunachanga kwa ajili ya kumnunulia mtumishi wa Mungu Upendo Nkone gari, na mimi nilichanga pia. Lakini pia nikawa nimeweka kwenye ratiba yangu kwamba kama nitakuwepo na nitakuwa na nafasi, basi nitarudia. Kwa hiyo mimi nimefurahi kuwepo na nimefurahia tukio zima. Kwa kweli lilikuwa ni la baraka sana, tumejifunza. In fact hatukutegemea kama litakuwa kubwa kama hivi ambavyo tumeona. Hii inatuonyesha jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu kuendelea kufanya kazi nzuri ambayo amekuwa anafanya. Na tangu uanze kumfahamu mwimbaji huyu ambaye ameimba kwa muda mrefu mpaka hii leo ambapo anakabidhiwa gari, ni kitu gani ambacho wewe unakifurahia kwake na ulianza kumtambua kwa wimbo gani? Kwa kweli mimi nampenda na ninafanya naye kazi, mikutano yangu mingi na mwalika Upendo Nkone. Kwa nini? Kwa sababu nyimbo zake zimejaa faraja. Yaani ukisikiliza nyimbo zake, kama ulikuwa umekata tamaa, ulikuwa umechoka, kuna namna nyimbo zake zinakufariji. Kwa hiyo tunampenda kwa sababu anatufariji kupitia sauti yake, na vitu vingi anavyoviimba ni mapito yake mwenyewe. Kwa hiyo unajua mtu anapokuwa anafanya huduma kwa experience aliyoipitia yeye mwenyewe, inakuwa na nguvu na inakuwa na mguso zaidi kuliko mtu anayefanya vitu ambavyo hajapitia. Kwa hiyo Upendo Nkone amekuwa ni faraja. Mimi namuita sauti ya faraja. Amekuwa sauti ya faraja kwa wanawake wengi, wanaume wengi, familia nyingi, na tunampongeza sana. Tumeona chozi lake mara kwa mara akiwa anaingia baada ya kuona umati wa watu, lakini akiwa stejini pale akiwa anatoa salamu za shukurani kwa kutendewa kitu kikubwa na Rest na kampani yake yote ambayo ilisababisha kupatikana kwa gari. Labda lile chozi linatufunza nini kiroho? Linatufunza moyo wa shukrani, kwa sababu unajua mtu anapotendewa kitu ambacho kinamgusa, sisi wanawake we are emotional creatures. Kwa mwisho wa siku unaishia kulia. Kwa tulipoona machozi yake yametugusa, na tumeona ni kwa jinsi gani tukio hili limemgusa moyo wake, lakini pia tumesikia speech yake, jinsi alivyojieleza akilia, jinsi alivyoshukuru. Ni mama wa shukrani, ni mama mwenye moyo wa shukrani. Kwa hiyo kwa vile ambavyo amefanya, inatutia moyo hata sisi wachangiaji kuendelea kufanya zaidi kwa ajili yake, kuendelea kusikiliza nyimbo zake zaidi na kuendelea kumsupport kwenye kazi yake. Kwa hiyo linatufundisha kuwa ana moyo wa shukrani. Unaondoka na neno gani kwenye speech yake ambayo ameitoa pale kwenye stage leo? Mimi ninachoondoka nacho ni kwamba tumtumikie Mungu. Ndicho alichokuwa anasema, kwamba Mungu amemkumbuka na Mungu ameamua kumlipa kwa utumishi wake wa muda mrefu. Kwa hiyo ametuhimiza na sisi tuendelee kumtumikia Mungu, kwa sababu hakuna anayejua ni lini Mungu na yeye atamlipa
Na Mungu anaweza asikulipe kwa gari, akakulipa kwa afya njema, akakulipa kwa maisha marefu, akakulipa tu kwa kukubalika. Kwa hiyo ametuachia neno ya kwamba tumtumikie Mungu kwa uaminifu na kwa bidii, kwa sababu Mungu analipa. Wanamuziki wa Injili wana kitu gani cha kujifunza kwa upendo? Unyenyekevu. Upendo Nkone anafundisha unyenyekevu, na sio tu wanamuziki wa Injili, hata sisi wachungaji, hata watu ambao si wachungaji. Upendo Nkone ametufundisha unyenyekevu. Ni mwepesi kuomba msamaha, ni mwepesi kukubali akikosea, na tunajifunza sana unyenyekevu, na unyenyekevu wake ndio ambao umempa kibali ndani ya mioyo ya watu. Unamaanisha nini unaposema kwamba watu wengi wamekufahamu baada ya sakata la Konyuki? Leo tunamwongelea Upendo Nkone, kwa hiyo tubaki na Upendo Nkone. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Upendo Nkone, tumshangilie Upendo Nkone, hayo mengine tuachane na. Na kama ulipata bahati ya kuzungumza naye kabla ya kuingia hapa kwa ajili ya kutoa huduma, mlizungumza nini na alikuwa yupo kwenye hali kuendelea kufanya kazi nzuri ambayo amekuwa anafanya? Na tangu uanze kumfahamu mwimbaji huyu ambaye ameimba kwa muda mrefu mpaka hii leo ambapo amekabidhiwa gari, ni kitu gani ambacho wewe unakifurahia kwake na ulianza kumtambua kwa wimbo gani? Kwa kweli mimi nampenda na ninafanya naye kazi, mikutano yangu mingi na mwalika Upendo Nkone. Kwa nini? Kwa sababu nyimbo zake zimejaa faraja. Yaani ukisikiliza nyimbo zake, kama ulikuwa umekata tamaa, ulikuwa umechoka, kuna namna nyimbo zake zinakufariji. Kwa hiyo tunampenda kwa sababu anatufariji kupitia sauti yake, na vitu vingi anavyoviimba ni mapito yake mwenyewe. Kwa hiyo unajua, mtu anapokuwa anafanya huduma kwa experience aliyoipitia yeye mwenyewe, inakuwa na nguvu na inakuwa na mguso zaidi kuliko mtu anayefanya vitu ambavyo hajapitia. Kwa hiyo Upendo Nkone amekuwa ni faraja. Mimi namuita sauti ya faraja. Amekuwa sauti ya faraja kwa wanawake wengi, wanaume wengi, familia nyingi, na tunampongeza sana. Tumeona chozi lake mara kwa mara akiwa anaingia baada ya kuona umati wa watu, lakini akiwa stejini pale akiwa anatoa salamu za shukurani kwa kutendewa kitu kikubwa na Resti na kampani yake yote ambayo ilisababisha kupatikana kwa gari. Labda lile chozi linatufunza nini kiroho? Linatufunza moyo wa shukrani, kwa sababu unajua, mtu anapotendewa kitu ambacho kinamgusa, sisi wanawake we are emotional creatures, kwa mwisho wa siku unaishia kulia. Kwa tulipoona machozi yake yametugusa, na tumeona ni kwa jinsi gani tukio hili limemgusa moyo wake, lakini pia tumesikia speech yake, jinsi alivyojieleza akilia, jinsi alivyoshukuru. Ni mama wa shukrani, ni mama mwenye moyo wa shukrani. Kwa hiyo kwa vile ambavyo amefanya, inatutia moyo hata sisi wachangiaji kuendelea kufanya zaidi kwa ajili yake, kuendelea kusikiliza nyimbo zake zaidi na kuendelea kumsupport kwenye kazi yake. Kwa hiyo linatufundisha kuwa ana moyo wa shukrani. Unaondoka na neno gani kwenye speech yake ambayo ameitoa pale kwenye stage leo? Mimi ninachoondoka nacho ni kwamba tumtumikie Mungu. Ndicho alichokuwa anasema, kwamba Mungu amemkumbuka na Mungu ameamua kumlipa kwa utumishi wake wa muda mrefu. Kwa hiyo ametuhimiza na sisi tuendelee kumtumikia Mungu, kwa sababu hakuna anayejua ni lini Mungu na yeye atamlipa. Na Mungu anaweza asikulipe kwa gari, akakulipa kwa afya njema, akakulipa kwa maisha marefu, akakulipa tu kwa kukubalika. Kwa hiyo ametuachia neno ya kwamba tumtumikie Mungu kwa uaminifu na